Kilichokuwa kimesubiriwa kwa muda mrefu kikatimia katika uwanja wa Amani Stadium pale Unguja, mchezo wa ligi kuu ya Tanzania NBC Derby ya Kariakoo. Yanga ilikuwa mwenyeji wa Simba, dakika 90 zikishuhudiwa pasina kupatikana mshindi, wakagawana alama. Simba ikaondoka na alama moja, vile vile Yanga ikaondoka na alama moja. Ulikuwa ni mchezo ambao ulisubiriwa kwa hamu sana. Mengi yalitokea, mengi yakazua mijadala, na sisi leo tupo nayo viwanjani. Michael Yera, mambo yalikuwa super sana jana, pengine kwa wale ambao wanapenda burudani ya football. Lakini mambo yalikuwa mazito sana kwa timu ambazo zilikuwa uwanjani jana. Na kwanza natamani kufahamu, umeiona dabi ya aina gani jana? Dabi ambayo ina ushindani mkubwa kwenye kiwanja. Dabi ambayo pia ilikuwa na tafsiri nzuri sana za kimbinu kwa walimu wa timu zote mbili. Maswali ambayo walimu wa timu zote mbili waliulizana kwenye mpango kazi kwanza kuelekea kwenye mechi yenyewe, kwa maana ya kuanzia kwenye line up, jinsi ambavyo kila mwalimu alichagua wale wachezaji 11 ambao wataenda kuanza nao mechi, na baadaye pia kuona nani anamuintroduce kwenye kiwanja. Ilikuwa ni swali lingine ambalo walimu walitupa hiyo faida kwenye selection ya kikosi, lakini pia kumanage mechi kadiri ambavyo ilikuwa inakwenda. Lakini kingine ni level ya ushindani ya wachezaji wenyewe sasa ndani ya kiwanja, hasa kwenye kutafsiri matukio kiwanjani, lakini pia kuona wanawezaje kuicontrol mechi ya hadhi ya dabi kwenye kiwanja, hata katika wakati ambao pengine nasema hili limekuwa ni gumu, lakini uliona jinsi ambavyo wachezaji walikuwa wanatoa majibu ambayo nasema hii ni mechi ya dabi ambayo wanacheza wachezaji ambao wanasema ni A-list, wale wa level ya juu kabisa kwenye kiwanja, kwenye level ya ushindani. Kwa hiyo kwangu nafikiri ilikuwa ni dabi ambayo kuanzia kwenye eneo la makocha ilikuwa ni sawa sana. Eneo la wachezaji wenyewe kwenye kukubali kile ambacho walimu walikuwa wameingia nacho kama mpango ilikuwa ni sawa. Mwitikio wa mashabiki pia ulikuwa uko sawa sawa. Kwenye maeneo matatu kwangu ilikuwa ni dabi ambayo ilikuwa inaonyesha kweli ni hadhi ya mechi kubwa kabisa kwenye ligi ya Tanzania. Kinga Mkono, kuna namna ambavyo unaiona tofauti dabi na ambavyo amezungumza Michael Yera kwa mtazamo wako katika dabi ambazo umezishuhudia kwenye miaka 3 mfululizo hii? Dabi tofauti yake na mingine, uwezo kusema kuna tofauti sana kwa sababu siku zote mechi kila mtu anakwenda kwa malengo, lakini nilichokiona kwenye dabi hii, Simba waliingia wamepania kwamba hawataki kufungwa. Zile mechi 6 zilizofungwa zilikuwa zimewachosha. Kwa hiyo walikuja kwenye mechi hii kwa mkakati kwamba wahakikishe wanaondoka na pointi 3. Wakikosa basi hiyo iliyopatikana ndio imepatikana, lakini uliwaona kabisa tangu mwanzo wa mchezo walikuwa na dhamira na nia kabisa, wamekuja kupambana kuhakikisha kwamba wao wanashinda. Kwa hiyo uliwaona wanaanza mchezo kwa kasi, wanashambulia kwa kasi, wanajituma sana, kiasi ambacho cha kuwapa Yanga wakati mgumu wa kushindwa kujipanga na kutulia na kucheza ule mpira wao waliozoea. Kwa hiyo hawakuwapa Yanga nafasi ya kutosha kuweza kuwashambulia na kuwafikia wao. Unaona pale kipindi cha kwanza kinaisha, Yanga hawajapiga shuti lilolenga lango kwa golikipa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Simba walikuwa wamefanikiwa. Kwa hiyo huo ni mpango ambao walikuwa Simba wanao. Wamefika mara nyingi golini, Yanga wamefika mara chache. Umemwona Depo kuonekana, Dube kuonekana. Kocha wa Yanga alikuwa na washambuliaji wawili, lakini wale washambuliaji wawili walikuwa hawana kazi kwenye kipindi cha kwanza, hawakuwa na madhara yoyote, kwa sababu katikati Simba walikaba vizuri, wakawafanya wale wakina Duke Abuya, Mudasiri washindwe kupitisha zile pasi kwa pembeni ambao Yanga wana nguvu yao, wakina Zengeri wakimbia wapige crossi, hawa washambuliaji wa katikati waweze kuzitumia, waliwawini kabisa. Kwa hiyo ulikuwa ushindani mkubwa sana katikati ya uwanja. Lakini kingine nilichofurahishwa kwenye mechi ya jana ni jicho langu lilimtazama mwamuzi msaidizi namba 5, huyu Kayoko. Alikuwa mstari. Yule alikuwa kwenye mstari pale. Yaani alikuwa wakati mwingine unamuona alikuwa na hamu kama yeye ndio mwamuzi wa katikati, jinsi alivyokuwa anaingia kwenye yale matukio. Kameramani kama angekuwa na jicho fulani ambao kama nilikuwa naliona mimi, angewapa watu raha sana kwa kumtazama Kayoko, jinsi alivyokuwa na ule mdadi wa kutaka kuchezesha na kuingia, kiasi ambacho matukio mengi yalikuwa kama anataka kuingia uwanjani kwenda kuzuia jambo lisiendelee kwa sababu ni faulo au ni nini. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo nje ya uwanja
kila mtu alitimiza wajibu wake, walikuja uwanjani, watu wamejituma, wamepambana, na ndani ya uwanja wachezaji walitimiza wajibu wao, na makocha walifanikiwa kimbinu. Unaona kila mmoja alifanikiwa kimbinu, kwa sababu Yanga kipindi cha kwanza Simba walitawala sana, kipindi cha pili Yanga nao waliamua kuja kucheza kidogo mpira. Kwa hiyo kaona kidogo kukawa na balance, sasa tunapishana, Yanga wakawa wanapishana na Simba, tofauti na kipindi cha kwanza ambacho Yanga muda mwingi walikuwa wamekaa nyuma, unaona, wakawaacha Simba washambulie sana. Kipindi cha pili Yanga walianza ndo wakafika sana golini kwa Simba. Umeona, na hata shuti la Dube lilionekana kipindi cha pili kwa sababu ile pressure iliyokuwa wanaileta Yanga kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo nadhani kwa kocha wa Yanga alikuwa na mpango, lakini alishindwa kujua jinsi silaha zake anavyozitumia kuwashambulia zaidi Simba ili awatumie washambuliaji wake waonekane. Kwa hiyo kama waliwapa washambuliaji kazi ya kuwa warudi nyuma kukaba, kwa hiyo wakakosa ile nafasi na nguvu ya kupata faida ya wale washambuliaji wawili pale mbele. Kwa hiyo Simba walifanikiwa kwenye mchezo wao. Kocha jana Simba alifanikiwa. Michael Hiera, jinsi ambavyo mjadala ulikuwa na namna ambavyo timu hizi zilikuwa zinatazamwa kabla mchezo wenyewe. Nataka kufahamu baada ya dakika 90 zile katika dakika zote zile za mchezo na hata baada, imeonekana Simba ambayo ina mabadiliko kutokea mwezi Januari ambao imeingiza wachezaji wapya na inaweza ikawa na nuru katika kampeni hizi za mbio za ligi kuu NBC, licha ya kuwa imeachwa alama 5 tayari na Young Africans wakiwa idadi sawa mchezo. Kuna kitu ambacho kimeonekana tofauti kwa upande wa Simba, na hasa engo ambao umegusia kwa maana ya maingizo ya wachezaji ambao wameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kwa nini nasema kumekuwa na impact ambayo imepatikana? Ni kwa sababu maingizo mapya ya wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi cha Simba kwanza wamepata nafasi ya kuingia moja kwa moja kwenye kikosi, kitu ambacho utasema kimekuwa ni sahihi, kwa sababu kama ungeenda sokoni na kuingiza idadi kubwa wachezaji kama hivi na bado hawapati nafasi, ama akipata nafasi hawaleti kile ambacho timu inakihitaji, ungesema bado pengine amestaki kwenye eneo ambalo hakutakiwa kuwepo hapo. Unajaribu kuangalia kwa mfano mechi hii tu ambayo naizungumzia hapa, hawa wachezaji wapi ambao tunazungumza walikuwa kwenye kila eneo la kiwanja ambalo tunasema kwenye ule mgawanyo wa mechi, kila eneo kulikuwa na ingizo jipya la mchezaji ambaye ameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kuanzia kwenye eneo la goalkeeping alianza Kasali ambaye ni mchezaji ambaye amesajiliwa kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, lakini angalia kazi ambayo alifanya. Unasema alikuwa pia na nyakati ambazo kwenye mechi pengine hajashambuliwa sana, lakini kuna kitu ambacho alikuwa anakionyesha kwenye ile goalkeeping kwamba kuna mtu ambaye hata pia wapinzani wakiattempt anaweza akafanya kitu cha ziada kwenye kusave ama kufanya kitu kingine ambacho kingekuwa ni bora zaidi. Nenda kwenye eneo la kiulinzi, wachezaji wawili ambao wameingia dirisha dogo la usajili nao pia wameenda kuanza kwenye mechi na mechi almost 3 za karibuni ambazo Simba amecheza. Unamzungumzia Ismail Tule ambaye anacheza kwenye eneo la center back pamoja na Nixon Kibabage ambaye anacheza kwenye eneo la fullback ya kushoto. Hiyo ni eneo linalofuata baada ya mlinda mlango. Eneo la kiungo ameongezeka Cletus Chota Chama ambaye ukimtaja ni kama mchezaji ambaye yupo Simba, unajua yuko familia na Simba, lakini ni mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo la usajili. Naye pia ni mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo na anapata nafasi ya kucheza, na unaona deliverance ambayo anaitoa kwenye kiwanja. Jana pia Simba aliingia na mpango tofauti, kwa sababu kwenye ule mstari wa kushambulia walivunja kutokuwa na namba 9 asilia kabisa, yule ambaye anaweza akasimama kama namba 9. Lakini wale ambao walicheza kwenye ile kushambulia wote ni wachezaji ambao wameingia kwenye dirisha dogo la usajili. Anset Oura, Libase Gay pamoja na Ino Loemba, hao wote wameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Tafsiri yake ni kwamba kuanzia eneo la goalkeeping, eneo la kiulinzi, eneo la kiungo na eneo la kushambulia, kote ni maeneo ambayo Simba ameingia wachezaji ambao wameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili na ameenda kutoa hiyo test ambayo sasa hivi tukizungumza tunasema ilikuwa ni dabi tofauti na vile ambavyo ilikuwa huko nyuma, kwamba Simba alikuwa dominated kwenye maeneo mengi ya dabi 6 ambazo amecheza hapa amefungwa. Lakini hii ilikuwa ni mechi tofauti na impact imeonekana kutokea kwa hawa wachezaji ambao wameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Achilia mbali kile ambacho alikifanya Deloke, alikifanya Shomari Kapombe ambao ni masini ya kwenye timu sasa hivi nasema wamecheza kwa muda sasa, kina Yusuf Kagoma, Kante ambaye ingia dirisha kubwa. Lakini impact ya wachezaji ambao wameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili unaiona ipo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu namba yao tu ilikuwa inakuonesha kwamba pengine usajili ambao Simba wamefanya kwenye dirisha dogo la usajili na wameamua kuingia na namba 1, namba 4, namba 3, wale watu wa katikati pale wawili unawatoa,
unaingiza wale watu 4 pale juu, maana yake almost watu 7 wameingia kwenye kikosi cha kwanza ambao wameingia kwenye dirisha dogo la usajili, na hii ndio performance ambayo ameitoa. Maana yake jibu la moja kwa moja kwenye swali lako kwamba dirisha dogo la usajili imeenda kuleta impact gani kwenye timu, linakuonesha kwamba ni impact ambayo kama ni kutiki ile box la usajili wa dirisha dogo, unaweka tiki kubwa, unaandika vema sana pale chini. Kinga Mkono, kabla kwenda kutazama matukio kadhaa ambao ni makubwa sana tokea katika mchezo ule. Dakika 45 za kwanza Yanga wakufanikiwa kupiga on target hata moja. Wakati Simba walipiga on target kama 3. Yes. Na walikuwa wameuchukua mchezo kwa kiwango kikubwa sana. Unadhani kulikuwa na mapungufu gani katika swala zima la utumiaji wa nafasi ambazo Simba walizipata na hata kupata hizo on target? Lakini pia Ihera utaniambia Yanga walifanikiwa wapi kuhakikisha kwamba Simba hawapati bao? Kwa Simba, moja ya changamoto yao msimu huu na inawasumbua ni kushindwa kutumia nafasi. Hata kwenye mashindano ya Ligi ya Mabingwa tangu msimu umeanza, Simba inatengeneza nafasi nyingi sana, lakini changamoto yao kubwa ni kuzitumia na kuwa magoli. Wanatengeneza nafasi lakini hawawezi kuzalisha. Na unaona wamekuja mawinga wazuri, Aura Libes Gay, ni wachezaji wazuri, wana vipaji, wanaweza kuendesha mpira, lakini bado mpira wao wa mwisho unakuwa hauna faida kwenye timu. Madhara yake ni madogo sana. Sasa kwenye mechi kama hizi ndio unataka wachezaji ambao wale wanaweza kutumia nafasi chache zinazopatikana kuwa magoli. Ulimuona Ino Loemba alikwenda moja yeye na goalkeeper akapiga mpira, Diala akaucheza. Umeona? Kwa hiyo unaona ni kwamba ni timu ambayo inaweza kutengeneza nafasi, bado hilo sio tatizo lao, kwa sababu kwenye nafasi kutengeneza ni mpango wa timu mazoezini unafanyika. Lakini kufunga sasa ule ni kipaji cha mtu binafsi, kwa sababu kufunga na yenyewe ni kipaji. Sio kila mtu anaweza kufunga. Umeona? Unaweza kuwa na nafasi nyingi lakini ukashindwa kuzitumia. Kwa hiyo nadhani kwa Simba bado wana hiyo changamoto na kwa sababu timu ndo kama inatengenezwa upya, kwa sababu wachezaji 7 waliosajiliwa kwenye dirisha dogo ndo wanaanza kwenye kikosi. Unaona ni kama ni timu mpya, kwa sababu timu ukianza na wachezaji 7 wapya, hiyo ni timu mpya. Kwa hiyo nadhani kocha anatengeneza timu yake ndani ya mfumo, ndani katikati ya mashindano. Anajaribu kete moja baada ya nyingine, kete moja baada ya nyingine. Nadhani baada mechi hizi zinazoenda na matokeo alopata jana, hii sare inazidi kuwazidi kuwaimarisha na kujiamini kwamba okay, ile matokeo ya mechi ya iliyopita ya Dodoma ilikuwa bahati mbaya. Tumeenda na wakubwa wenzetu, tumewakabana, tumetengeneza nafasi lakini tumeshindwa kuzumia. Sasa nadhani kocha wa Simba sasa ni kazi yake ni kuhakikisha kwamba hao wachezaji wake wanampatia kile kikubwa ambacho anakitaka. Na hii changamoto, Soa ameondoka kwenye timu, bado ana adhabu. Umeona mwalimu amekuja, ametengeneza nafasi moja. Umeona? Kwa hiyo nadhani bado wanataka kuwa na mtu ambaye sasa hivi pamoja nao wapishi wengi waliokuwa nao, wanataka wawe na mtu ambaye ana uwezo wa kufunga. Yanga ndio wanachojivunia kuwa na Prince Dube pamoja na Dep, kwamba wale kidogo ni wana uwezo, wana sanaa ya kufunga, kwa sababu ile sanaa ya kufunga wachezaji wengi hawana. Kwa hiyo wakiwa na mtu ambaye ana uwezo na sanaa ya kufunga, nadhani kwa dirisha kubwa lijalo, kama watabaki na kikosi hiki Simba wasipokuwa na pressure, wakabaki na kikosi hiki, wakaongeza mtu makini zaidi kwenye safu yao ya ushambuliaji wa ufungaji, msimu ujao kwao utakuwa ni msimu bora zaidi, kwa sababu timu naona imeshaanza kutengenezeka na imeshaanza kuimarika, kwa sababu jinsi wanavyocheza kuanzia nyuma kuja katikati kwenda mbele ni mapungufu madogo sana. Kikubwa naona ni umaliziaji, ndio changamoto yao Simba inawasumbua. Ni kweli alikosekana mchezaji ambaye yuko makini kwenye umaliziaji wa nafasi zinazotengenezwa, ama ni mpinzani wa Simba alikuwa bora kuhakikisha kwamba katika nafasi anazozitengeneza Simba anahakikisha kwamba hapati utulivu na kuzifanya kwa kitu? Nafikiri jibu linaweza likaja kwenye maamuzi ya kile ambacho kilifanyika na kamati ya tuzo. Kwa wale ambao wanatoa tuzo baada ya mechi kumalizika, walimpa tuzo ya man of the match mlinda mlango wa Young Africans kwa maana ya Djigui Diarra. Kwenye mpira wanasema golikipa kama anakuwa man of the match, maana yake ni kwamba shughuli ilikuwa nzito sana kwenu. Yaani mmeruhusu sana timu ishambuliwe. Wamefika sana kwenye goli mpaka kiasi ambacho golikipa ilikuwa na mlazimu sasa kufanya ile kazi yake kweli ya kufanya saves za maana, afanye kitu cha ziada ili kuifanya timu kubakia kuwa kwenye mikono salama. Kwa kwangu kusema kwamba pengine Simba alikosa mtu sahihi kwenye mpango wao wa kwanza kwenye kushambulia, inawezekana ilikuwa sio sawa, kwa sababu kama kwa Simba ingemalizika mechi dakika 45 pengine ndo waje attempt kwenye lango la Yanga, wametengeneza tu nafasi lakini mwishoni hawafiki kwenye kupiga sasa kwenye lango, ingekuwa ni jibu sahihi kwamba pengine alikosa huyo mtu. Lakini ukijaribu kuangalia first half, nafikiri ndicho kipindi ambacho Simba aliattempt zaidi kwenye lango la Young Africans,
na ndio wakati ambao kwenye mpango wa mwalimu Steve Barker ulianza na wachezaji 4 ambao ni attacking minded, lakini bila kuwa na mshambuliaji kinara. Yani walikuwa wameweka mshambuliaji kivuli pale ambaye ni Ino Loemba ambaye alikuwa anaanza kwenye ile eneo, lakini Ino Loemba huyu ambaye alisimama kama mshambuliaji kivuli ndiye ambaye alikuwa ameattempt mara nyingi zaidi kwenye lango. Maana yake ni kwamba alikuwa amefika kwenye point ambayo analiona lango na anajaribu kupiga kwenye target, lakini unampa credit mlinda mlango Young Africans kwamba yeye ndo alionyesha sasa kwamba mimi ni skill protector, nipo hapo kwa ajili ya kuilinda timu. Ndio wakati ambao unampa hiyo credit mpaka mwisho siku baada ya mechi kumalizika, anapewa ya tuzo ambayo kila mtu ana doubt nayo. Yani ukiuliza hata mashabiki ambao waliangalia mechi kwamba mna doubt na tuzo ambayo amepewa Djigui Diarra kwenye mechi, hawezi mtu kuambia kwamba akustahili yeye. Kama akustahili, inawezekana pia mtu ambaye alikuwa anastahili mwingine ni mtu ambaye anacheza kwenye safu ya ulinzi Young Africans. Maana yake ni kwamba Simba alikuwa ako perfect kwenye kufika kwenye lango la Yanga kwenye mechi, na ndio maana akamaliza na Djigui Diarra kwa man of the match, lakini Simba akiwa ameattempt zaidi kuliko ambavyo Young Africans walikuwa wamefanya hivyo. Yes, kwenye mchezo wote katika mpira wa miguu tukio kubwa zaidi huwa ni kufikisha mpira kwenye wavu. Jana Simba Sports Club kupitia mshambuliaji wake Suleiman Mwalimu waliweka mpira kambani, lakini kilichotokea kwa msaidizi nambari 1 wa mwamuzi katika mchezo huo alitafsiri kwamba ilikuwa ni offside wakati bao lile linapatikana. Tutarejea hapa tulitazame jinsi ambavyo ilikuwa. Hii ilikuwa ni attempt ya kwanza ambapo mtengeneza nafasi, ambapo ndipo ilitokea sasa ile chance ambayo Mwalimu anauweka mpira wavuni. Tutazama katika mazingira ni Setura ule anatengeneza mpira ule. Kinga mkono. No. Unadhani halikustahili kusimama kuwa bao kama ambavyo iliamuliwa? Ili stahili kuwa goli kwa jicho langu na wengi walitazama, ili stahili kuwa goli kwa sababu kwanza yeye Mwalimu mwenyewe ndiye alianzisha ile move na hakuwa kwenye sehemu ya kuotea, kwa sababu kulikuwa na mabeki wa Yanga. Bakari alikuwa yupo pale, alikuwa Baka yuko pale, kwa hiyo kulikuwa na mazingira ambayo yeye ya kumfanya aondoke kwenye ule mtego wa kuotea. Kwa hiyo alipokwenda akapiga kichwa, Diarra akasave, ukarudi kwake, akaingia akaugusa. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni goli halali kabisa, wala sikuwa na tatizo lao, lakini mwamuzi kwa jicho lake akanyoosha kibendera kwamba amezidi. Kwa hiyo ukiangalia hata hapo anavyosogea, unamwona na Bakari anavyoenda, anasogea hapo pasi haijatoka. Unaona amerudi, unaona alikuwa anakimbia, unaona atoke kwenye mtego. Umeona sasa inakuwaje offside hapo, unaona? Lakini ndio tunasema yale tunataga makosa yetu ya kibinadamu. Mara nyingi yanatokea inapocheza hizo timu kubwa, makosa ya kibinadamu yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo mwamuzi yeye ni binadamu, wakati mwingine tungeweza kusema kwamba amepitwa na tukio, lakini kuna watu wengine wameenda mbali wanasema kwa sababu mpira wa kwanza ulivyopigwa Mwalimu alianza kucheza na mkono, kwamba kati anautuliza ule mpira kifuani ulimgusa na mkononi. Lakini mchezo uliendelea hapa. Sasa kwa sababu mwamuzi wa katikati alikuwa na nafasi ya kupuliza filimbi, kwa sababu ilitumia kama sekunde 5 hadi 10 wakati Oura anajipanga kupiga hii cross. Kwa hiyo kulikuwa na uwezo wa kupiga filimbi wakati wote au mshika kibendera. Lakini hii ni sio tukio la kwanza la mwamuzi huyu msaidizi kupata pressure. Kuna wakati Diarra alimlaumu sana mshika kibendera kama ameruhusu mpira mtu aingie wakati yeye Diarra anahisi yule mtu alikuwa amezidi. Umeona? Lakini mwamuzi huyu aliacha. Kwa hiyo nadhani zile pressure ambazo alikuwa anampa na hii aina ya mechi na hao waamuzi kwenye hii mechi walienda wakiwa tayari kuna pressure kubwa sana, wakionekana kama wanataka kupendelea na nini. Kila watu walikuwa wanajaribu kuwalaumu. Wakati mwingine unaweza kuchukua changamoto kama hizo, unaweza kumkuta mwamuzi anajihisi kwamba ngoja ninyooshe. Lakini kihalali lile kwa goli halali la Simba wamenyimwa haki yao. Ndio mpira, mchezo wa makosa yapo na mabinadamu, na kama vile kipa anavyokosea anavyofungwa, mchezaji mwingine anakosea, wafungaji wanakosea, na refa naye ni sehemu ya binadamu, anaweza kukosea, lakini akikosea ndo kama hivi na kuhukumu. Kwa hiyo nadhani ni swala ambayo wanabara bodi ya waamuzi itaangalia, itapima kwa vigezo vyao kuona jana ilikuwa sahihi, lakini hatuwezi kubadilisha kilichotokea uwanjani. Kwa hiyo mwisho wa siku Simba wamenyang'anywa haki yao ya kupata ushindi kwenye mchezo huu. Mechi imeisha suluhu. Kwa hiyo kwangu hili linaweza likamhukumu zaidi ya mwenye. Nafikiri kitu ambacho kilimchanganya
mshika kibendera line number 1 ni ule mpira ulivyoenda afu ulivyorudi. Yaani baada ya Selemani ku attempt mara ya kwanza mpira kile kichwa, mpira ulivyorudi kwake akaenda akamalizia lile shambulizi, ndipo ambapo mwamuzi unaona alinyanyua bendera kuonesha kama ni offside. Je, sheria inasema ile ni offside? Hapana, sio offside. Kwenye tukio kama hili unajua kuna tukio ambalo linahusisha pia mpira wa rebound ambao mara nyingi unachanganya sana kwenye hii sheria ya offside. Ambayo rebound ikitokea inakuwa ni offside ama inakuwa sio offside. Sasa kwenye mipira mingi ya rebound kinachoangaliwa mara nyingi huwa inatokea rebound ambayo inaleta utata kwenye offside ni mnufaika wa pili baada ya mpira kuwa umerudi. Sasa hukumu yake inapokuja kutokea ni kwamba wakati mpira wa kwanza unapigwa, let's say kwenye tukio la kushambulia tupo na washambuliaji wawili, labda angekuwa Luemba na Mwalimu. Kwa hiyo Luemba amepiga kichwa cha kwanza kwenye tukio la kushambulia. Kwa mfano kama hapa inavyopigwa ili tukio, tuna assume kwamba Selemani Mwalimu angekuwa yupo kwenye eneo la kuotea. Tuna assume kama Selemani Mwalimu angekuwa kwenye tukio la kuotea, ule mpira kule juu aliopiga Ansel Choura angeupiga moja kwa moja golini, Djigui Diarra akausave. Huyu ambaye yupo kwenye eneo la kuotea akaja kunufaika na ule mpira ambao unatoka kule kwa golikipa ukaja kwake akafunga, inakuwa ni offside. Ni kwa sababu wakati mpira wa kwanza unapigwa, huyu ambaye amenufaika na mpira wa mwisho amenufaika kwa sababu alikuwa bado kwenye eneo la kuotea wakati mpira wa kwanza unapigwa kabla hujawa kwenye rebound. Lakini kwenye tukio hili, hii cross wakati inapigwa na Ansel Choura, huyu ambaye anaenda ku attempt mchezaji wa Simba, huyu ambaye anaonekana hapo, umeona kwenye picha hii, ambaye ni Selemani Mwalimu. Yeye ndio mtu wa mwisho kabisa kwenye kuhusika na ile tukio la kushambulia. Maana yake ni kwamba kama yeye ni mtu wa mwisho kuhusika kwenye tukio la kushambulia, hayupo kwenye offside. Kutokuwa kwenye offside maana yake unaruhusu mchezo kuendelea. Na ndicho ambacho kilifanyika hapa. Unaona mechi ilikuwa inaendelea kwa sababu alienda kwa attempt, hakuona kama mwamuzi amenyanyua kibendera. Perfect kabisa. Alichokuja kuchanganya mwamuzi ni baada ya ule mpira kurudi, yeye akarudi kama ni offside. Ndio maana nakwambia alichanganya lile tukio la ule mpira kwenda na kurudi. Na hamna sheria ngumu. Hamna sheria ngumu inayochanganya kama ya offside. Sheria ya offside unajua inachanganya sana. Watu wengi inawasumbua. Ni sheria ambayo yani inachanganya mpaka mwamuzi mwenyewe. Ndio maana pale amechanganyikiwa na yeye tu kwamba yule mpira ulivyoenda na kurudi. Ukiangalia kwenye ile tukio, Diarra alikuwa anamlalamikia mwamuzi, kwa nini hujapiga filimbi wakati Mwalimu mpira umemgonga mkononi? Kwa nini? Na ndio kisa cha muona kumchanganya tena. Na ndio maana kisa muona pamoja na kwamba tayari offside ilikuwa imepigwa, lakini Diarra bado alikuwa amekimbia kwa mwamuzi. Tutaliangalia tukio lingine hapa ambalo lilitokea kabla hata ile tukio la goli. Ilikuwa ni shambulizi ambalo alikuwa analifanya Young Africans. Prince Mpumelelo Dube naye alipewa pass katika eneo ambalo katika marejeo ya picha lilionekana kuwa ni eneo sahihi, lakini isivyo bahati kwa mujibu wa sheria 17 za kabumbu akatafsiriwa kwamba ameotea. Nadhani haipo tayari, lakini kwa jinsi ambavyo mambo yalikuwa Kisutu panahusika hapa usiki. Yaani kupeleka waamuzi Kisutu nadhani yasiyo maelezo mengi, panahusika hapa usiki. Hapa usiki mambo ya mpira ya Kisutu. Hiyo itaenda kwenye Kisutu yao. Kwa sababu Kisutu yao kamati ya masabu na ngapi taamua, sio mambo ya kamati ya waamuzi. Kwa sababu kwenye kamati zile za TFF kuna kamati ya ufundi, kuna kamati ya mashindano, kuna kamati ya waamuzi ambalo hili swala lao sasa linakwenda kwenye kamati yao ya waamuzi kuona kuassess performance ya waamuzi. So far kwenye mechi ukiangalia kuanzia mechi inaanza ukitoa tukio hili ambalo hili unajua linakuwa ni kubwa kuliko la Pins kwa sababu hili lilisha upeleka mpira tayari kwenye nyavu. Yes, lile lilikuwa kubwa zaidi. Kwa sababu tayari lishaupeleka mpira kwenye nyavu na hakuonekani kuna hizo dalili ama viashiria vya offside. Lakini bado ikawa ruled out kwamba hili ni tukio la offside. Tutazame msimamo ulivyo baada ile dabi ya Kariakoo kukamilika pale Amani Stadium. Nani yuko wapi na nani yuko wapi na mambo yako vipi baada ya mchezo ule? Tuone jinsi ambavyo ilikuwa mtazamo ule.
msimamo wa ligi kuu baada ya kaeka za dakika 90 za mchezo wa ligi kuu pale visiwani Zanzibar, mchezo ambao ulikuwa ni wenye kusubiriwa kwa hamu sana. Na hii kwa kaeka jana Kibabage alikuwa kwenye wakati mzuri sana. Kuna players ambao walikuwa kwenye kiwango kizuri. Ile offside unasema ya Dube. Hapana, hii ilikuwa ni counter attack ambayo alipiga pasi ya aliishia kucheka yeye mwenyewe kwamba nimeenda mimi kweli kwenye ile tukio nitafika mwisho. Kwa eneo wakati anapiga pasi naye alipiga pasi sasa hivi. Mwakalobo umezungumzia kuhusiana na performance ya mtu kama Nixon Kibabage. Mchezaji ambaye mwingine ambaye amepata nafasi ya kucheza dabi akiwa na pande zote mbili, Simba na Young Africans. Na ukijaribu kuangalia of course kwenye kile ambacho alikideliver ilikuwa ni super sana, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Simba pia alikuwa anatumia kama mpango wao kwenda kushambulia ilikuwa ni kuona wanatumiaje maeneo ya pembeni kwenye kufika mwisho kwenye kushambulia. Upande ambao alikuwa anacheza iwe ni Libase Gay ama Anse Choula. Hao ni wachezaji ambao jana walikuwa na hatari mkubwa sana kuelekea kwenye lango la Young Africans. Sasa operation wakati mwingine ya wao kuwa bora. Hiyo hapo usaidia nani? Kwenye operation ya wao kuwa bora wakati mwingine ama winga, unatakiwa pia kuwa na wachezaji ambao nyuma yao watakuwa na support vizuri kuelekea kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo kwa Kibabage ulikuwa unaona jinsi ambavyo alikuwa bora kwenye hilo eneo, kupandisha mashambulizi, kurudi kwenye kuzuia, kuto kuwapa Yanga uhuru kwenye maeneo ya pembeni mwa kiwanja kufanya kama sehemu ya wao kutengeneza mashambulizi. Kwa ni kitu kingine ambacho kilikuwa pia ni bora ambacho alideliver kwenye mechi. So far utampongeza na kumsifia kwamba alikuwa na nyakati nzuri, hata wakati ambao anatoka anaingia Anthony Mligo ya tayari alikuwa ameshaifanya kazi yake katika hali ambayo ilikuwa ni ya usahihi sana. Lakini pengine kuna wachezaji wengine pia ambao walikuwa na performance nzuri kwenye dabi. Mtu kama Damaro Kamara kwa upande wa Young Africans alikuwa na shughuli nzito sana kwenye eneo la midfield, kwa sababu kitendo tu cha Simba kuingia wakiwa na viungo wale viungo almost viungo sita. Yaani ukitoa mstari wa kuzuia waliobakia wote walikuwa ni viungo. Kwa maana ya wale viungo wawili Kagoma pamoja na Kante. Unamshusha Chama wakati mwingine ana drop, baadaye akaja ku drop Ino Loemba baada ya kuongezeka Selemani Mwalimu pale juu. Maana yake sehemu yake yeye ilikuwa ni sehemu ngumu sana kuweza kufanya kazi. Yeye alikuwa na jukumu la kuona kwamba anatibua mipango mingi ambayo wale viungo walikuwa wanaifanya. Kwa hiyo naye pia alikuwa na siku nyingine ambayo alikuwa ni ngumu kazini, lakini unaona jinsi ambavyo alioperate. Zile changamoto zake za kufika kuwa aggressive sana, ulikuwa unaona kuna nyakati mwamuzi akaenda akamuonya kwamba no bro, kwa hivi ambavyo inaendelea nimekuonya mara ya kwanza, ya pili, ya tatu akampa kadi ya njano ambayo unasema hii ni kama mwamuzi aliamua sangoja sasa nikupe tu kadi kwa sababu umecheza sana na nimezungumza naye mara nyingi. Lakini unasema kuna matukio mengi ambayo alifanya kwenye na midfield ambayo yalikuwa wakati mwingine anaifanya mechi pia kuwa ngumu kuanzia kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo yeye ni pia unamtazama kama moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na kazi ngumu sana kwenye eneo lake, lakini alimudu vyema sana mpaka kufika kwenye ile dakika anapewa kadi ya njano late kabisa jioni. Inawezekana alikuwa ameshafanya kazi nyingine ambayo ilikuwa nzuri. Lakini Ino Loemba inawezekana Simba ameokota pia adhabu nyingine kwenye sehemu ambayo ilikuwa azungumzi sana wakati anaingia. Ni kwa vile tu alikuwa amesajiliwa na mwekezaji ambaye alisema kwamba mimi nitasajili mchezaji ambaye atakuwa hatari kwenye klabu. Hiyo ilikuwa na mbeba, lakini sio kwamba alikuwa na profile kubwa. Lakini kile ambacho amedeliver akiwa na Simba mpaka sasa Ino Loemba ni vile tu ajifunga goli. Lakini angalia accuracy ya pasi, jinsi ambavyo ana operate, speed, reaction zake ambazo anazifanya kiwanjani. Inawezekana kwa ni moja kati ya wachezaji ambao Simba anaweza kujivunia kwa wakati kwa sababu anakupa kitu kizuri. Jana alicheza kama first number 9, unaona majukumu anafanya na intercept, atafanya kitu kikubwa kwenye kutunza mpira, lakini alivyoshuka chini pia alikuwa na kitu kingine ambacho kilikuwa ni bora sana kwenye mechi. Huyo ni Michael Hiera akitukamilishia mjadala wetu wa dabi ya Kariakoo. Na hapo hajazungumza tu kama mchambuzi, bila shaka amezungumza kama kocha. Ni kocha kitaaluma huyo na amezungumza kiufundi sana.